Bana, popote pale ulipo, ni muda mzuri kabisa tunakutana tena leo kuweza kuzungumza mimi nawe michezo, na tunazo taarifa nyingi sana. Endelea kusubscribe, gusa alama kengele hapo ili basi tuwe pamoja zaidi. Moja ya story kubwa bana ni kuhusiana na leo hii bodi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara imetoa ratiba kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa ufanyike mapema kabisa mwezi huu wa 12, lakini bana taarifa ni kwamba mchezo umesogezwa mbele sasa, na ndo taarifa ambayo watu wengi waliniambia leo wanataka kuisikia. Kama sintaiongea hapa basi watapata shida, kwa sababu watu wangu wengi wanaofuatilia mara nyingi wamekuwa wakiamini sana story hizi ambazo mara nyingi nakuwa nazitoa. Sasa bodi ya ligi leo wametangaza rasmi kabisa kwamba ile dabi ambayo ilikuwa ifanyike mapema kabisa mwezi wa 12, sasa mchezo huo umepelekwa hadi mwezi wa 3, kwa maana Machi mosi, kwa maana Machi mosi, tarehe 1 mwezi Machi. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona, kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viaita. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Sasa bodi ya ligi leo wametangaza rasmi kabisa kwamba ile dabi ambayo ilikuwa ifanyike mapema kabisa mwezi wa 12, sasa mchezo huo umepelekwa hadi mwezi wa 3, kwa maana Machi mosi, kwa maana Machi mosi, tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2026. Hiyo ni dabi ya kwanza ambapo wananchi Africans wao wanakuwa wenyeji katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kwa hiyo sio Januari tena, sio mwezi kwanza, sio mwezi wa 12, sio Januari, sio Februari. Hii ni ngome inaenda Machi mwezi wa 3, na hapo ndipo ambapo wanakutana vigogo Yanga na Simba, na Yanga wanakuwa wenyeji katika mchezo huo. Mechi inapigwa katika dimba la Mkapa saa 11 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni ratiba iliyobadilika hiyo, lakini mechi ya pili ya marudiano itakuwa ni Mei 3, ambako hapo sasa Simba atakuwa mwenyeji kwenye mchezo huo saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Sababu ya mechi hizo kusogezwa mpaka wakati huo ni kuhusiana na michuano ya AFCON ambayo pia na kushika kasi kuanzia mwezi wa 12, lakini pia ratiba mbalimbali ambazo zitakuwa zimeingilia kati hapo kati. Wao wameweka sababu zao hizo za msingi. Kwa hiyo utaona dabi tutaishuhudia mwezi huu wa 12, dabi tutaishuhudia mwezi wa kwanza, dabi tutaishuhudia mwezi wa pili, dabi tunaenda kukutana nayo mwezi wa 3 na mwezi wa 5, ndipo ambapo itakuwa dabi ya mwisho. Kwa hiyo dabi ya kwanza itakuwa ni Machi 1, kwa maana Machi mosi ama tarehe 1 mwezi wa 3, halafu ile ya pili itakuwa ni tarehe 3 mwezi Mei. Watu wengi wamekuja na maoni tofauti, wanasema ni kitu kizuri sana. Kwa upande wa Simba, Musa Kamara atakuwa amepona kwa sababu alikuwa anasema leo ndo tarehe 17. Yes, leo ndo amefanywa upasuaji. Ana mpango kukaa nje kwa wiki 10, kwa maana kama miezi 2 na kitu hivi. Kwa Musa Pinpin Kamara anaweza kawa amerecover, iko safi kabisa kuelekea hiyo dabi. Furaha yao kubwa kabisa kwamba huenda sasa wakamkosa Musa Pinpin Kamara katika mechi 2 za mwanzo ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya Angola watamkosa Musa Pinpin Kamara, lakini pia watamkosa mechi dhidi ya Stade Malien ya pale Mali. Lakini mechi zingine sasa za marejeano kwa ajili ya kuamua hatma ya Simba kwenda hatua ya robo finali, Musa Pinpin Kamara atakuwa amekwisha imarika, atakuwa amekwisha pona, kwa sababu anakaa nje kwa muda wa miezi 2, kwa maana mwezi wa 12 wote atakaa nje, mwezi wa kwanza atakaa nje, pale katikati kwenye mwezi wa pili atakuwa chuma kimekwisha imarika na anaweza kuanza kucheza katika michezo inayofuata, kwa sababu kipindi hicho tunafahamu atakuwa amekwisha recover, anaenda kucheza mechi zinazofuata ya marejeano wale Stade Malien ya marejeano, pia dhidi ya Petro di Luanda, mechi dhidi ya Esperance Sportive de Tunis,
ya marudiano lakini pia na hapa nyumbani kwa Mkapa, ile mechi ya Esperance Sportive. Kwa hiyo Musa Pilipili Kamara atakuwa yuko fit 100%, ataweza kucheza hizo mechi. Lakini pia kwenye dabi ya Kariakoo, good news ni kwamba Chuma Musa Pilipili Kamara atakuwa amecover. Watu wengi hawana imani sana na Yakubu Suleiman, makosa machache aliyofanya kutokana na footwork yake, kushindwa kupiga pasi vizuri kwa miguu yake, kukosa utulivu, na nafikiri mimi kwangu nasema ni goalkeeper mzuri sana Yakubu Suleiman. Lakini Kamara is far better kwa sababu amesha prove hilo na ameshaonyesha huo bora. Hata msimu uliopita kwenye ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika alifika hadi finali, aliokuwa michomo mingi sana dhidi ya wale jamaa wanaitwa Al Ahli Tripoli Libya. Kazi kubwa sana tuliona shughuli yake, lakini baadaye tuliona kazi aliyofanya dhidi ya Sfaxien, dhidi ya Constantine, kote huko alionyesha ubora mkubwa sana. Aliokuwa penalti 2 dhidi ya Al Masry, kote huko Mwamba alifanya vizuri sana. Kwa hiyo hadi kufikia hapo anakuwa amepona. Kwa hiyo hapo ana Simba wao wajiandae kumpokea Kamara wao. Lakini je, anaweza akawa yuko fit 100%? Anaweza akawa 100% fit? Kwa sababu hicho ndicho ambacho kinasubiriwa. Anaweza akawa labda amekamilika, amepona vizuri, lakini je, anaweza akawa amepata ile fitness yake kwa ajili ya kwenda kuingia uwanjani, kwenda kufanya mambo mengi mazuri? Hicho ndicho ambacho tunasubiria. Vipi kuhusiana na Ibrahim Abdullah Baka? Je, atakuwa adhabu yake amekamilisha katika zile mechi 5 ambazo alipaswa kusimama sicheze? Tuone na kuaje. Kwa hiyo anaweza akakutwa na hiyo adhabu pia kwenye dabi ya kwanza hiyo ambayo itafanyika Machi 1 mwaka 2026. Kwa hiyo taarifa iliyotoka hivyo kwamba inaonyesha wazi kabisa kwamba dabi iko tarehe hiyo 1 mwezi wa 3, na hapo ndipo ambapo watu wengi wanaisubiria kwa hamu kweli. Dabi imesogezwa tena, ndugu zanguni. Dabi imeotambawa. Ni moja ya story ambayo watu wengi walikuwa wanatamani sana kuisikia. Na kipindi hiki kusema kweli, wakati dabi imepelekwa hadi mwezi wa 3, watu wengi walikuwa wanahitaji. Mfano watu wa Simba Sports Club, wao wameumizwa na ratiba, walikuwa wanasema kwamba timu yao imejipata, yani timu yao tayari iko vizuri. Hata ikionekana mazoezini Simba Sports Club wanaonekana wako vizuri sana, kwa maana wamecheza na JKT, wameonekana wakiwa na ubora ule. Cheza na wale Zingizini Hotspurs, wameonekana ubora ule. Na hata juzi tu walicheza mechi yao kirafiki na JKT, piga goli 6-0. Yani kwa maana tayari wao gia imechanganya, yani gari limechanganya. Kwa hiyo wao muda wowote tu walikuwa wanataka wakutane na Yanga ili waweze kumuonyesha. Wakati Yanga wanasuasua hivi, mnyama alikuwa anamhitaji kweli ili aweze kwenda kumuumiza mapema kweli na kuweza kuchukua kila kilichokuwa cha kwake. Kwa hiyo inawezekana kabisa wananchi wakawa wamejipata, wako tayari, alafu wanakutana na Simba ambao pia imejipata. Kwa hapo sasa tunaenda kuangalia ni mechi ya namna gani, nani ambaye anaweza akaondoka na point 3 bila malalamiko yoyote. Kwa sababu unaweza ukasema sasa hivi labda mnyama amekutana na Young Africans akamshindilia goli zake 3-5, watu wakapata kisingizio, bwana wewe bwana timu ilikuwa haijajipata, Pedro Gonçalves kocha mpya, sijui nini, maneno kibao. Lakini sasa dabi imesogezwa, kila timu inapata muda wa kujiandaa, kila timu itakuwa imekwisha jua imeenda hatua ya robo finali ama imeenda wapi. Kwa maana kwamba tunafahamu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho inaanza rasmi, na hapa tarehe 22 tu siku ya Jumamosi wananchi wanashuka dimbani na AC FAR Rabat. Wakati huo pia mnyama yeye tarehe 23 Jumapili anacheza na kikosi cha timu ya Petro Atletico de Luanda. Kwa hiyo utaona wazi kwamba hadi kufikia dabi ya Kariakoo mwezi Machi na mwezi Mei, kila mmoja atakuwa amekwisha jua yuko sehemu gani, kwamba kwa upande wa michuano ya kimataifa nimetoka ama naendelea, na kama nimetoka nguvu zangu nataka nizielekeze kwenye ligi ya kandanda Tanzania bara. Wakati unaona waza hicho sasa mwenzako tayari game imechanganya, yeye anataka pia michuano ya ligi imuimarishe kuelekea michuano ya kimataifa kwa maana CAF Champions League, wakati akiwa kushafuzu kuelekea hatua ya robo finali. So point yangu ndio hiyo bwana, kwamba dabi imesogezwa, imepelekwa mbele na hakuna kingine ambacho kinasubiriwa sasa. Lakini mwezi wa 12 Disemba 6 mzima dabi kati ya Simba na Azam itachezwa, ila Yanga wao na Simba haitachezwa, ila Azam na Simba Disemba 6 wanacheza. Hiyo ndio mechi ambayo inaweza kachezwa na mechi ambayo tunasubiria kwa hamu kweli.
kabla mwaka huu haujapinduka. Nafahamu mwezi wa 12 ni hapo tu kesho kutwa. Niandikie hapo chini niambie mara baada ya dabi kupelekwa mwezi Machi na mwezi Mei, dabi zote mbili kuchezwa, wewe binafsi unaichukuliaje na unaizungumzia vipi? Sababu wakati unazungumzia hivyo, hapo tayari dirisha la usajili limekwisha funguliwa. Kwa sababu dirisha linafunguliwa Januari mapema kabisa. Sasa kama dirisha linafunguliwa mapema namna hii, ina maana tayari kama ni usajili utakuwa kila timu imekwisha fanya maboresho, imeshasajili, imeshaongeza wachezaji, imeshapunguza wale wachezaji ambao wanaonekana kidogo ni wabovu au hawana ubora. Kwa hiyo hakutakuwepo na kisingizio namna yoyote. Na taarifa ikufikie kwamba msimu huu ligi ni ngumu sana. Ligi inahitaji weledi wa hali ya juu sana. Ligi inataka jitihada. Ligi inataka pia waamuzi. Na nafikiri kwenye dabi inayokuja waamuzi pia wanaweza katoka nje. Kama maamuzi aliochezesha, nakumbuka Ahmed Rajiga alifanya mistake ile na kuruhusu ile bao katika mazingira magumu namna ile, mazingira kutatanisha. Ni wazi kabisa kwamba huenda tukashuhudia pia waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo pengine tunasubiria kuyaona kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo inasubiriwa mwezi March pamoja na mwezi Mei. Haya ni mambo mengi ambayo unasikia. Kwa pale mwingine wekundu wa Msimbazi Simba bwana wametangaza viingilio rasmi kuelekea mechi yao ya siku ya Jumapili tarehe 23 dhidi ya wale jamaa Petro Atletico de Luanda. Ni mechi ya namna gani hiyo? Ni mechi ya kibabe mno. Mechi ya kibabe mno kwa sababu tunafahamu Petro de Luanda ni moja ya timu ambayo inajituma sana. Na Ahmed Ali leo ametangaza, akawafanyia surprise. Kwanza akasema kwamba jamani, tumeamua mechi iwe bure. Mashabiki wanalalamika sana, hawataki bure, wanataka pesa. Kwa hiyo 5,000 mzunguko kama kawaida, wale wa mzunguko 5,000 wanapaswa kujaa, na inaonyesha ishara kwamba watajaza ule uwanja. Lakini mapema sana wataanza kutoa jezi zao mpya kuelekea msimu, kwa kuelekea michuano ya CAF. Na bei zao wamesema zitakuwa bei elekezi, bei nafuu kabisa kwa wale ambao wanahitaji kutumia jezi hizo. Mnyama ameanza kampeni yao hivyo. Wakati Mnyama ameanza kampeni yao hivyo, Young Africans wao nao wamezungumza. Alikamwe amewajia juu wachambuzi akisema kwamba wachambuzi wamekwisha zungumza, makatia Yanga tamaa, maneno kibao na vitu kama hivyo. Lakini sasa ni muda rasmi ya wao kwenda kuwajibu kwa vitendo dhidi ya AS FAR Rabat. Kwa hiyo wanaweza wakaenda kufanya chochote kwenye mechi hiyo, tusubiri kuona. Wanasema siku ya Jumamosi wao wataenda kuwajibu kwa vitendo, wanahakikisha wanapata matokeo, huku pia wakiwaomba mashabiki na wadau wa Yanga wafanye kila kinalowezekana waweze kupata matokeo. Yanga Jumamosi hii wanacheza na AS FAR Rabat pale ni Amani. Mechi inapigwa saa 10 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kikosi kinaondoka kesho mapema kabisa saa 3 asubuhi na boti kuelekea pale Unguja Zanzibar. Kwa hiyo kama kuna shabiki wa Yanga anapaswa kuiombea dua, anapaswa kuhakikisha anaifanyia dua zote zile kuweza kuipatia timu yake matokeo. Afanye ali kama amesema, wafanye chochote ambalo wanaweza akafanya na matokeo yakapatikana. Wanapaswa kufanya hivyo ili kumpiga FAR Rabat. Kama Yanga akifungwa na FAR Rabat, ndoto yake inaweza kuwa imepotea, kwa sababu akishinda anaweza kupata confidence, kujiamini, kwa maana anavutana na JS Kabylie anaweza pia akafanya vizuri, hata Ahli akafanya vizuri pia. Kwa hiyo akianza vibaya analeta taswira mbaya, lakini akianza vizuri anaweza kaleta mwanga mzuri wa kufanya vizuri kwenye hiyo michuano. Kila laheri timu zetu zote. Azam tarehe 19 na shughuli dhidi ya AS Maniema, na Azam anasafiri pia. Kwa hiyo mechi zingine nyingi za kutazama. Huku pia Singida anasafiri kumfuata Serua Belouizdad pale Nigeria. Mambo moto kweli. Na leo pia tumeona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemteua Profesa Kabudi, kwa maana Profesa Palamagamba John Aiden Maluko Kabudi kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Anabaki katika nafasi yake, lakini pia Hamis Mwinjuma mwana FA naye anakuwa ni naibu, lakini naibu namba 2 au naibu wa pili ni Mheshimiwa Paul Christian Makonda, naye ameteuliwa katika nafasi hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wako manaibu wawili kwa sasa. Waziri ni Profesa Palamagamba Kabudi, lakini naibu ni mwana FA Hamisi Mwinjuma pamoja na Paul Christian Makonda. Mambo hayo, endelea kusubscribe Usalama Kengele, tuko kwa ajili ya kukupa updates katika kila wakati ambapo tunazipata.